Bwana ni mwema wakati wote. Nimekuja online tena kwa wakati huu ili tuweze kujifunza mada moja muhimu sana. Mada moja muhimu ambayo imekuwa ni tata au imekuwa na changamoto kwa baadhi ya watu. Wengi wameshindwa kuielewa na wengi wamekuwa na maswali juu yake. Hata humo niliona pia kuna watu wana maswali. Sasa mada yenyewe ina kichwa kinachosema, kwa nini mwanamke hapaswi kufundisha katika ibada? Kwa nini mwanamke hapaswi kusimamia ibada au kufundisha katika ibada? Ni kanisa la Waadventista Sabato na Matengenezo, tunaamini kwamba mwanamke hapaswi kufundisha katika ibada wala kumtawala mwanamume, kuwa juu ya mwanamume, kutokana na hoja za kimaandiko ambazo tunaenda kwa imeandikwa kama vile Torati inavyonena nayo pia. Katika kile kitabu cha kwanza cha Korintho, ile sura ya 14:33 mpaka 40. Kitabu cha kwanza cha Korintho sura ya 30. Kitabu cha kwanza cha Korintho sura ya 14 sura ya 14 mstari wa 33, anasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa ya kunena, bali watii, kama vile ninavyo Torati nayo. Hili fungu ni msingi mkuu katika imani, kwamba kwa mujibu wa wale ambao tunasimamia kwamba mwanamke hapaswi kunena au kumfundisha mwanaume ndani ya kanisa, miongoni mwa mafungu ambayo ni msingi kabisa ni fungu hili la Korintho 14 mstari wa 33. Anasema hawana ruhusa ya kunena kama inanavyo Torati. Kwa inaturudisha pia katika Torati kwamba wanawake hawakuruhusiwa kunena kusimama mbele ya mkutano kunena. Utarudi kusoma kisa cha Miriam wakati amevuka bahari ya Shamu. Wakati Miriam ameongoza jeshi la waimbaji, hakuongoza wanaume, bali alitoka mbele na wanawake wakafuata nyuma yake. Kwa hiyo kanuni ya Torati pia ilikuwa inaeleza hivyo. Anasema nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Wengine wamekuwa na maswali. Je, mwanamke kama hajaolewa inakuwaje? Utaratibu wa kikanisa upo. Mashemasi wapo. Na mashemasi ndio ambao waliwekwa kwa ajili ya kanisa, katika kanisa la mitume, kwa ajili ya kusikiliza shida kama hizo, wajane ambao walikuwa hawana waume, wajane, lakini pia wageni. Kwa wanasema ukitaka kuuliza swali wanaweza wakamwona shemasi au mwalimu yoyote, mwinjilisti yoyote ambaye anaelewa, au wazee wa kike ambao wameshakuwa katika imani, wanaoelewa misingi ya imani, kama vile Mtume Petro kama sikosei anasema kwamba wazee wa kike na wajaribu kuwaelimisha wa mabinti ambao ni vijana, jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Bwana, lakini pia jinsi ya wakiolewa, jinsi ya kuishi katika ndoa zao. Kwa hiyo mwanamke ambaye hajaolewa atauliza kwa shemasi au mtumishi yoyote, aidha atauliza kwa mama, watu wazima wenye imani wanaweza kumsaidia katika kumwelekeza. Lakini niruke niende mstari wa 37. Anasema mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na ayatambue haya ninayoandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Wengi wamedai kwamba ni maagizo ya Korintho, lakini Mtume Paulo anasema ni maagizo ya Bwana. Sasa utapata hatia kusema aliyosema Paulo ni ya Korintho wakati Paulo anasema ni ya Bwana. Anasema lakini mtu akiwa mjinga nawe mjinga. Ndio kwa ajili ya hayo ndugu takeni sana kuhutubu, wala msimzuie kunena kwa lugha, lakini mambo haya yote na yatendeke katika uzuri. Ndio Paulo anajaribu kutuonyesha jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Bwana katika uzuri na utaratibu, kama vile ambavyo maandiko yanavyoruhusu. Kwa hiyo maagizo ya kutokunena ndani ya kanisa au mwanamke si ya Korintho,
bali ni ya watakatifu wote. Kwa ikiwa unajiona wewe si mtakatifu, basi ili agizo halikuhusu, na ikiwa pia unajiona wewe ni mjinga, pia hili agizo halikuhusu, kwa sababu amesema mtu akitaka kuwa mjinga na awe mjinga. Sasa tunakwenda katika kitabu cha kwanza cha Timotheo, ile sura ya 2 mstari wa 8. Kitabu cha Timotheo 2:8. Mtume pia anaongea maneno kama hayo. Kitabu cha 2 cha Timotheo mstari wa 8. Kitabu cha kwanza cha Timotheo mstari wa 2, sura ya 2 mstari wa 8. Sura ya 2 mstari wa 8 anasema, basi nataka wanaume na wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Kwa hiyo kila mahali ni wapi? Kila mahali ni popote lilipo kanisa la watakatifu. Kila mahali ni popote walipoacha Mungu. Anasema wanataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata. Wengine wanageuza kwamba wanawake wasalishe. Sasa hili ni tatizo. Tatizo hili ndilo lile ambalo linatukuta hata katika masuala ya ushemasi. Biblia imesema shemasi awe mume wa mke mmoja, lakini wengine wanaweka shemasi mwanamke. Kwa ni fungu kwamba linageuzwa kwamba shemasi, Biblia haijasema shemasi awe mke wa mume mmoja, amesema shemasi awe mume wa mke mmoja. Kwa hiyo ikiwa tunataka kufika katika safari ambayo tunaiendea, basi lazima tukubali kabisa kutii maandiko, kutii maagizo ambayo Mungu ameyatoa kupitia kitabu cha Biblia. Nataka wanaume wasalishe kila mahali. Sasa katika mstari wa 11 anasema, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa, akaingia katika hali ya kukosa, lakini ataokolewa kwa uzazi wake, kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Simpi watu wanaweza akachukua kwamba ni maagizo ya Paulo. Waislamu wanamkataa Paulo kwa sababu kuna mambo wanahisi kama ni yake ya kutoka kwa Bwana. Sasa na sisi Wakristo tusifike huko. Tumeambiwa anasema simpi mwanamke ruhusa kufundisha. Maneno aliyokuwa anaandika aliongozwa na Roho, kama vile kitabu cha kwanza cha Petro kinavyotuambia katika ile Petro mstari wa 17 anasema maneno ya unabii ni maneno ya kiroho. Ni maneno ya kiroho. Roho ndiye anayevuvia watu kuandika maneno hayo. Kwa anasema simpi mwanamke ruhusa ya kunena wala kumtawala mwanamume. Kwa tunaona katika kitabu hicho. Sasa kitu cha ajabu kabisa, kitu cha ajabu ambacho utashangaa, twende katika kitabu kile cha Zaburi na 68, Zaburi 68 mstari ule wa 11. Zaburi ya 68 mstari wa 11. Zaburi 68 mstari wa 11. Zaburi ya 68:11. Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Ukisoma fungu hili unaweza ukachanganyikiwa, lakini uzuri, tunashukuru Mungu kwa sababu tuko na lugha yetu ya Kiswahili. Ni lugha ambayo imetranslate kutoka lugha ya Kiingereza na kutoka katika fasiri nyingine. Lugha za asili za Kiebrania na Kiyunani zipo, ndizo lugha mama za maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunaweza kurejea katika chimbuko pia la fungu hili. Ukisoma hata Biblia ya Kiswahili cha kisasa
Kiswahili cha kisasa pia imeandika neno tofauti kwamba Bwana alitoa neno na watu wengi wakatangaza habari. Utafuatilia katika Biblia Kiswahili cha kisasa jinsi ambavyo imeandikwa, fungu hili imeandikwa ni tofauti na Kiswahili kilichoandikwa lakini katika Biblia ya King James Holy Bible, King James Version yeye pia ananukuu fungu hilo la Zaburi ya 68 fungu la 11. Tukaninukuu hapa King James Version, the Lord give the word, great was the company of those that published it. Kwa hiyo utaona katika fungu hili hakuna neno women ambayo inawakilisha mwanamke au wanawake halipo. The Lord give the word, great was the company of those that published it. Kwa tunaona hata katika King James hatukutani na hili neno wanawake watangazao habari njema. Inaoana kabisa na ile inayofasiriwa katika Kiswahili cha kisasa. Nadhani kama pia na kitabu cha habari njema, Biblia ya habari njema, nadhani inafasiri hivyo kwamba Bwana alitoa neno na watu wakatangaza habari. Fungu hili katika Biblia hii ya tunayoitumia kawaida iliyozoeleka na wengi, ukiendelea kulisoma hapa, Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa, wafalme na majeshi wanakimbia, na wanawake na mwanamke akaaye nyumbani agawanyana. Kwa utaona ni kwamba Bwana alitoa amri ya ushindi, watu wakatangaza habari za ushindi, wengi sana wakatangaza habari za ushindi halisiani kabisa na habari ya kuhubiri Injili. Lakini ni Bwana alitoa neno, Bwana alitangaza ushindi katika Israeli, nao waliotangaza walikuwa ni watu wengi. Kwa hiyo neno mwanamke halipo hata katika King James. Neno mwanamke linapatikana katika Biblia hii, na pia neno mwanamke nadhani pia kwenye habari njema au Kiswahili cha kisasa hauwezi kulikuta neno hilo. Kwa tunabaki pale pale kwamba mwanamke hapaswi kufundisha wala kumtawala mwanamume kama ile navyo Torati nayo. Lakini fungu lingine ni katika kile kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 11 mstari wa kwanza. Kitabu cha kwanza cha Wakorinto 11 mstari wa kwanza. Tuangalie neno pia hapa. Kuna neno ambalo tena pia huwa linaleta mkanganyiko. Kitabu cha kwanza cha Wakorinto 11 mstari wa kwanza. Nasoma mpaka mstari wa 5. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Basi nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, na nimeshika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu na amefunikwa kichwa, anaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawa na yule aliyenyolewa. Hapa pia unakutana na lugha ambayo unaona kama mwanamke pia anaruhusiwa hivi kuhutubu, anaruhusiwa, maana akifunika kichwa akahutubu inakubalika kwa maandiko. Lakini tofauti, kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume, kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa utajiuliza, kama kichwa cha mwanamke ni mwanamume, kuna wakati mwanamume huyu pia na kichwa cha mwanamume ni Mkristo. Kwa Kristo anaweza akakaa mwanaume huyu au mimi nikamfundisha Kristo. Kichwa kinaweza kukaa mimi nikakufundisha, kama vile ambavyo mimi siwezi kumfundisha Kristo, ndivyo ambavyo mwanamke hapaswi kumfundisha mwanamume.
kama vile ambavyo Kristo hawezi kumfundisha baba yake, vivyo hivyo mwanamke hawezi kusimamia ibada kumfundisha mwanamume. Katika neno hili katika King James, hii waraka ya kwanza wa Korinto, waraka ya kwanza ya Korinto 11 katika ule mstari wa 5, mstari wa 5, but every woman that prayer or prophesy, anasema bali kila mwanamke anapoomba au anapotoa unabii, prophesy. Sisi tunaelewana hapo, sio anapohutubu. Huko ametumia neno anapohutubu, lakini anasema but every woman that prayer or prophesy with ear head, anapotoa unabii, kuprofesi unabii, sio anapohutubu. Kuhutubu ni kusimama mbele ya watu na kupewa hotuba, lakini kutoa unabii ni kile kitu alichokuwa anafanya dada White. Bwana amempa maono, anakuja anaomba nafasi, anawaambia watu Bwana, kama vile tunavyofanya ushuhuda kanisani. Bwana, jamani, kuna mtu mwenye ushuhuda, mimi Bwana amenitendea hiki na hiki. Hiyo ndio maana inayopatikana katika kitabu cha Korinto wa kwanza mstari ule wa 11:5. Bali kila mwanamke anaposali, kuomba au kutoa unabii, Ellen White, Deborah, wale watoto wa Shemasi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walikuwa ni manabii. Kwa wanapotoa unabii bila kufunika kichwa, huaibisha kichwa chake. Kwa mwanamke ana kazi mbili tu katika ibada. Ana kazi, anaweza kutoa unabii, lakini pia anaweza kuimba ndani ya kanisa. Anaweza kuimba, lakini pia akipewa unabii, maono, anaweza kuyawasilisha mbele za watu. Kwa nini nimesema anaweza kuimba? Kwa sababu ndivyo ninavyotoa nayo. Anaweza kuimba. Kwa nini? Katika kitabu cha Ezra, sura ile ya 2, Ezra sura ya 2, Ezra sura ya 2 65. Ezra sura ya 2 mstari wa 65 anasema, tena zaidi ya hao kulikuwa na watumishi wao waume kwa wake, ambao walikuwa 7,337, nao walikuwa waimbaji waume kwa wake 200. Kwa hiyo toka enzi za Torati wanawake walikuwa wanaruhusiwa kuimba. Kama walikuwa wanaruhusiwa kuimba, hata katika wakati wetu wanaruhusiwa kuimba. Lakini toka katika enzi za Torati walikuwa hawaruhusiwi kufundisha wala kumtawala mwanamume. Kwa hata katika wakati wetu hawaruhusiwi kuimba wala kumtawala mwanamume. Bali tunaona kwamba hata katika Yerusalemu mpya wanawake na wanaume wote wataimba na kusifu. Lakini Kristo ndiye atakaye kuwa mtoa somo. Kwa nini? Kristo ndiye atakaye kuwa mtoa somo. Maana katika Yerusalemu mpya hakuna, tutakuwa na wachungaji, tutakuwa na walimu, tutakuwa na manabii na mitume, tutakuwa nao. Kristo pekee yake ndiye atakaye kuwa akitufundisha kisa cha ukombozi. Kwa sisi sote tutakuwa ni waimbaji. Maana tutafundishwa na kiunabii na kanisa kwamba sisi sote tutakuwa kama wanawake. Maana hatutakuwa na nafasi ya kufundisha. Ila mwanaume
ambaye anawakilisha na Kristo ndio kichwa sasa cha huyu mwanamke ambaye ni kanisa, ndiye atakayekuwa anasimama katika kutufundisha kisa cha ukombozi. Mbona inavokaa hiyo? Sasa usichanganyikiwe, si una nukuu ambazo unakutana nazo ni za kuzifanyia utafiti na kujua zina maana gani na zilikuwa zina maana gani na ziko katika mlengo gani. Nitakuongezea nukuu ya testimony ya pili, Testimony for the Church ya pili 564 aya ya pili. Bahati mbaya siko nayo hapa, ningeisoma lakini nakutajia ukaisome. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Pili 564 aya ya pili. Nipende kuwashukuru wapendwa wetu watazamaji. Nilikuwa nimeonelea tujifunze mada hiyo siku ya leo. Mungu akubariki.